na ndugu yangu mimi ninachomtambua kwa umaarufu alionao sio mganga. Mimi ninachojua ni mfanyabiashara. Mtazamaji, baada ya kutoka katika mtaa wa Murieti, kata Sokoni 1 jijini Arusha, tumefunga safari kutoka Murieti mpaka eneo hili la Kijenge Kimandolu, ambapo anaishi Sifaeli Christopher Molel, ambaye ndiye mwili wake ulikutwa katika nyumba ambayo inaeleza kwamba ni ya mganga. Kwa mujibu wa taarifa ya pande zote, tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Murieti, tumezungumza na mwenyekiti wa boma katika eneo hili la familia. Wameeleza kwamba huenda Sifaeli alienda pale Murieti kama mteja tu, lakini mganga mwenyewe mpaka sasa haijulikani yuko wapi, kwa sababu simu ya marehemu inaita sehemu tofauti tofauti na iliita siku 3 mfululizo. Lakini sambamba na hayo, nyumba ambayo alikutwa amefariki Sifaeli, mwili wake ulikuwa umeharibika, ulikuwa na takriban kama siku 5 hivi. Lakini mlango ambao ndio upo pale ni mlango mtu wa ndani anaweza akafunga akiwa ndani, lakini mtu wa nje anaweza akafunga ndani akiwa nje. Sasa inatia mashaka. Mganga mwenyewe ambaye kwenye vitambulisho inaelezwa kwamba amejitambulisha kwa jina la Amiri, yuko wapi mpaka sasa? Na simu ya marehemu iko wapi? Licha kwamba yeye tayari amefariki dunia. Lakini katika mazingira yale pia tumekuta viatu vyake ambavyo ndio alikuwa anatumia marehemu. Vile vile tumezungumza na baadhi ya majirani wakieleza kwamba katika nyumba ile alikuwa anaishi mganga wa kienyeji, na baadhi ya watu mbalimbali walikuwa wanaonekana wakifika pale kwa ajili ya kupata huduma. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza na boma hili ambalo ndio tumefika. Wameeleza kwamba ndugu yao hakuwa mganga, na hilo wanalikataa kwa 100% kwa sababu wanamfahamu. Ninaitwa Agustino Onesimo Simon, ni mkasi wa Ngulelo. Nimekuwepo Kijenge kwa sababu ya issue ya kakangu ambaye pia tulipata taarifa kwamba alipotea. Na baada ya kuja maeneo ya nyumbani, kwa sababu ndugu yetu pia ana boma nyingine Kijenge, tuliendelea kumtafuta, kushirikiana pamoja na familia nyingine ya Kijenge. Kwa hiyo tumekuwa tukienda kila hospitali kuulizia, lakini baadaye mwisho tukiwa Central tukapata taarifa kwamba ameonekana kwenye hospitali ya kule Murieti. Lakini baadaye tulikimbia kule. Baada ya kufika hospitali ya Murieti, wale watu wa mochwari walituambia kwamba yamkini ni yeye, lakini tulijaribu kuuliza majina ambayo imeandikwa pale, wakasema kuna majina yameandikwa kwa sababu alikuwa pia na vitambulisho kwa maana ya leseni na kadi ya benki. Lakini baadaye walituasa kwamba jambo lisiishie kwamba ni yeye, tuliomba pia tumtambue. Lakini baadaye pia mtu wa mochwari aliweza pia kufungua na tukamtambua, ila mwili wake kwa kweli ulikuwa umeharibika, ulikuwa sio kuweza kuangalia. Lakini baadaye pia tulirudi kituoni pale. Tulipofika pale kituoni wakatupa utaratibu, tukamuona huyo OCD kwa maana ya upelelezi. Lakini baadaye tuliweza kumuuliza OCD maswali kwamba ndugu yetu amepotea, akatuambia ndugu yenu aliyepotea ni mganga wa kienyeji. Lakini baadaye nilionyesha kusitikika kwa sababu ndugu yangu sio mganga. Kaniuliza, kwa nini unapata mashaka? Kwa nini unacheka? Nikamwambia ni kwa sababu ndugu yangu sio mganga, ninamjua. Lakini baadaye ndugu yangu mmoja pia naye akawa anamuuliza maswali. Lakini baadaye aliona huyo askari kwamba kuliko tuulizane maswali, ni vizuri mkaenda eneo la tukio. Baada ya kwenda eneo la tukio, then mrudi mniulize maswali. Tuliweza kutumia gari la shemeji yetu kuelekea eneo la tukio pamoja na askari ambao tumepewa na huyo mkuu wa kituo. Tukaenda naye kule. Tulipofika eneo ile, tulifika maeneo kama dampo chini, kuna barabara fulani ya raflo inakata kwa chini, kwa sababu pia mimi sio mwenyeji pia kule. Tulipofika kule, tuliweza kupaki magari kwa sababu tulikuwa na magari yetu na wale askari. Tuliingia tukaanza kuona nyumba fulani kubwa hapo ndani, maana ile nyumba ilikuwa na fence fulani kama ya majani. Kwa tulipoingia tulikuta nyumba fulani ambayo iko ndani ya ile fence. Lakini pia tukakuta nyumba sasa ambayo ni kama ni rumu 2, lakini ni rumu 2 ndogo. Baadaye askari alisaidia akaingiza mkono akafungua, kwa sababu ule mlango askari aliweza kufungua kwa sababu ule mlango ni ule wa kuingiza mkono na kufungua kwa ndani. Kwa hiyo askari alipofungua
ndio akatuambia ndugu yenu ambaye ni mganga amefia hapa. Kwa hiyo tulipoingia pale kushangaa, tukaanza kuona mazingira ya pale, kwa kweli ni mazingira ya kwa mganga. Kwa kweli mazingira ya kwa mganga jinsi tulivyoona, na inaonekana kwamba yale mazingira ni mazingira ya mganga wa muda mrefu, kwa sababu pia pale nje ukijaribu kuangalia kuna ile mazingira yale mabanda kama mganga anajengaga, kwa sababu ya ile uongo wa kuku. Tuliona kwa kweli vitu kama vile pale yale mabanda, kama tulivyokuwa tumezunguka pale kuyaona yale mabanda. Lakini baadaye askari alituambia hivyo, lakini baadaye wakati tukiwa wengi kama ndugu, tunasikitika ndugu yetu na nini, tulitoka pale tukaona viatu vya ndugu yetu. Pamoja na kutambua baadhi ya majina kule, tuliona kwa sababu saa hiyo bado hatujaona vitambulisho, then mpaka turudi polisi tena ndio tuweze kupewa taarifa baada ya kwenda sehemu ya tukio. Tuliona viatu vya ndugu yetu pale, tukajaribu kuangalia. Mjomba wangu ambao ni mjomba wake na ndugu yangu sasa akawa ametambua zile viatu kwamba ni ya mjomba wake. Baadaye tukashauriana pale nini, tukawa tunamuuliza yule askari sasa tulienda naye pale kwamba kama basi huyu ndugu yetu ni mganga, ni kwa nini basi amefungiwa ndani? Je, alikuwa anagangwa akajifungia mwenyewe ndani? Manake basi kama alikuwa ni mganga, kwa nini afie ndani? Na ni kwa nini sasa afungiwe ndani? Basi akatuambia hilo ni maswali ambayo yanihusu, lazima turudi kule kituo cha polisi mkaulize yule ambao tulipewa sasa kama askari. Lakini baadaye nikamuuliza, na hii nyumba nyingine mbona ni kubwa na ina kufuli kwa nje? Akasema nyumba hii ni nyumba ambaye imekaa tu, lakini mtu alikuwa hakai, lakini ni nyumba ambayo ilikuwa ndani ya fenzi zote pamoja na zile ambaye ndugu yangu amefia pale. Lakini sasa hoja yangu mimi kwa swali ninalopenda kuuliza, nikajiuliza kama ndugu yangu alikuwa ni mganga, ni kweli mazingira pale ni kwa mganga, lakini kama alikuwa ni mganga, hapa nyuma simu zinaita, taarifa tunazozipata ni mwili ulitolewa pale, imepatikana siku ya Jumapili, lakini baada ya kutolewa mwili siku ya Jumapili, maaskari wanatuambia pale ni siku 5 nyuma maana uliharibika. Sasa issue hapa nyuma simu zilikuwa zinapatikana, mara inasoma Murieti, mara wapi, mara Kijenge, mara mjini kati kule, mara wapi. Sasa nikajiuliza, kwa nini simu ziendelee kuita na mtu wetu sasa tayari ni mganga na amefia ndani? Hizi simu zilikuwa zinahitaje humo ndani? Ikawa inatupa maswali ya kupata mashaka. Mashaka ya kwanza, sipati mashaka kwamba kwa nini pale ni kwa mganga, kwa sababu mtu anaweza akaamua kwenda kwa mganga, kwa sababu siwezi kukanusha hilo, kwa sababu siwezi kutembea na ndugu yangu nijue anayukoje. Lakini swali langu, kama ameenda kwa mganga, kwa nini simu yake iite nje ya kwa mganga sasa? Yani swali langu, kwa nini wewe inaita na ni mara kwa mara? Nani mwenye simu hiyo? Kwa hiyo mimi ikanipa mashaka moja kwa moja, sikuweza kuhojiana, maana yani kumhoji yule askari sasa alisema tuende polisi. Lakini baadaye tulipoenda pale polisi, nilienda nikimuuliza yule askari kwamba, kwa sababu wakati tuliporudi polisi sikupewa kama mwenyekiti wa boma kuingia pia kwenye ile swala la majibu baada ya kula kule. Waliingia watu wengine, aliingia ndugu yetu wengine tu, kijana wa marehemu na nani waliingia kule. Lakini ombi langu mimi, ningeweza kuingia wakati wa kurudi, ningemuuliza huyo askari kwamba wakati mmemshika ndugu yangu kwenye nyumba ya mganga na mko mkisema mlivunja nyumba, wakati mnavunja, kwani tukio alionyeshi kwamba alifungiwa? Kwa sababu nyumba ile inaonekana wao dhahiri kwamba walituambia imevunjwa na wakatuambia walivunja kwa kishindo kikubwa. Sasa kama walivunja, maana yake ilifungwa na kifuli. Sasa mganga alijifungia ndani, akajifungia ndani. Lakini wakati ule ningeweza kumuuliza, kwa sababu kuna picha tulizichukua pale ukutani pale, kuna vitu vya kiganga kama nilivyotangulia kusema awali kwamba pale mazingira ni ya kwa mganga rasmi kabisa. Pale ni kwa mganga, sawa. Ipo hivi, kama ni kwa mganga, kwa nini picha na leseni inayosoma pale, kwa nini haimsomi ndugu yangu ambao leo tunaambiwa ni mganga? Maana kilio nilicho nacho mimi kuambiwa ndugu yangu ni mganga, kwa sababu leseni inasoma mtu mwingine tofauti kabisa. Na ni kwa nini maaskari walivyochukua zile leseni na kitambulisho kwa eneo la tukio? Shaka langu kwa polisi, kwa nini maaskari walichukua leseni, kadi ya benki, kutambua picha mpaka tunapata taarifa? Kwa nini wao wasiangalie kuanisha leseni hiyo na picha zile na kuanisha na kitambulisho kilichoko ukutani cha mganga? Kwa nini moja kwa moja tunapata leo kwenye vyombo vya habari kwamba ndugu yangu ni mganga? Maana mimi naweza nikawaambia kwamba kwenye vyombo vya habari kuna mahali nimesisikia ndugu yangu ni mganga. Hao waliopasisha kwamba ndugu yangu ni mganga ni wakina nani? Na issue ni kwamba mimi ninachojua upelelezi wa maaskari, siku zote wakienda mahali huwa lazima wafuate upelelezi wao. Siku zote mtu wa kwanza, mtu akifariki, ninachoelewa mimi sio askari, lakini ninachoelewa, kitu cha kwanza lazima majirani watafutwe, kitu cha pili lazima mwenye nyumba hatafutwe. Sasa ombi langu mimi au mashaka yangu, je, mwenye nyumba ametafutwa ili akanushwe kwamba huyu ndiye alimpangishia nyumba kwamba ndio mganga?
kwa nini wao moja kwa moja nimepata taarifa kwamba ni mganga? Na nani huyu aliyesema ndugu yangu ni mganga? Maana nimesikia kwenye vyombo vya habari. Nasikia wengine wananiambia sijui ni mwenyekiti wa kule. Siwezi kuelewa, lakini natamani na mimi nisikie hiyo kilipo, kwa sababu kama ni mwenyekiti wa kule amesema, amekosea, kwa sababu kitambulisho kinachosoma ni mtu mwingine na kitambulisho cha ndugu yangu sio huyo ambaye amefariki. Kwa moja kwa moja, kwa kifupi niseme ndugu yangu wamemsingizia kwamba ni mganga, ila mazingira ya askari wamesema tumemkuta kwa mganga, ila na sisi tulipoenda pale tumekuta vielelezo kwamba vielelezo viko kabisa kwamba ndugu yangu alikuwa pale, kwa sababu tumekuta viatu. Kwa hiyo alienda pale kama mteja huenda. Anyway, siwezi kusema kwa sababu ili umsemee mtu ni mpaka muwe mmeenda na mtu, kwa sababu hata maandiko inasema anayejua kwenye kikomo mtu ni mtu na Mungu wake. Unaweza kumjua mtu kwa sehemu, sababu pia anaweza hata mtu akawa hawezi kumwambia hata mtu wake wa karibu au mke wake siri zake. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba alienda kwa mganga, ila ninachokidhibitisha mazingira ni kwamba viatu vya kwake tulivikuta pale, tukavitambua ni vya kwake kwenye eneo la nyumba ambaye alikuwepo mganga. Yeye sio mganga kwa mujibu wa kudhibitisha hayo, ni kwa sababu ya kitambulisho kilichokuwa pale. Na ndugu yangu mimi ninachomtambua kwa umaarufu alionao sio mganga. Mimi ninachojua ni mfanyabiashara. Jua baada ya kukuta ule mlango kwamba siku ambayo tumeenda na askari aliingiza mkono kwa kufungua kwa ndani, ikanipa maswali kama aliweza kutufungulia kwa ndani baada walivyomchukua mtu na alivyotufungulia siku hiyo, ina maana siku basi walienda kuvunja, maana yake mlango ulifunguliwa kwa ndani, maana yake kuna mahali pa kuingiza mkono uweze kufungua. Kwa hiyo mashaka yangu maana yake amefungiwa ndani. Na ni kwa nini askari alisema walivunja kwa kishindo? Maana yake mlango ulikuwa umefungwa. Neno kishindo maana yake mlango ulikuwa una kifuli. Na kama huna kifuli, mimi ndicho ninachojua kwamba niliambiwa pale polisi mlango ulivunjwa sana. Jambo la kwanza, nakanusha kwamba ndugu yangu sio mganga wa kienyeji. Jambo la pili ni mashaka kulinganisha na vile nilivyoona mazingira ya ndugu yangu, kwa sababu kama ndugu yangu alikuwa ameenda at least hata kwa mganga mfano, kama basi ni hivyo, kwa nini simu yake inaita nje ya kwa mganga? Mimi nina ushahidi kabisa, simu siku zilizokuwa zinaita hata zikitrakiwa, lakini simu zake zilikuwa zijibu. Simu zilikuwa zinapokea, azijibu. Message inapokea, azijibu. Mashaka yangu, nani huyo mwenye simu? Kwa nini basi maaskari hawajamkamata na simu? Kwa sababu wangemkuta ndugu yangu na vile wametupa vielelezo vitatu. Wametupa leseni, kadi ya benki, funguo wa ndoa. Kwa nini hawajatupa kielelezo cha simu? Kwamba simu yake hii hapa. Ina maana simu ilienda wapi? Nani alikuwa anatumia hiyo simu? Je, kama ni mganga alikuwa anatumia hiyo simu, labda basi mganga alienda nayo simu kwa sababu gani? Kwa hiyo nina mashaka waliomuingiza huko kumfanyia matukio hayo, hao ndio wameondoka na simu kama ushahidi. Ni mtu mfanyabiashara, lakini pia nimesema ni mwenyeji wa Ngulelo, lakini pia ni wa Kijenge. Kwa hiyo ana nyumba zake Ngulelo. Kwa hiyo Jumatatu aliweza kuchukua material hapa kwenye gari la Noah akazipeleka Ngulelo. Lakini taarifa nzima inaonekana Jumatatu hiyo kuna baadhi ya familia ambao hawajamuona, lakini kuna familia wamesema Jumatatu alitoka akachukua mchanga. Kwa hiyo kuanzia Jumanne hiyo sasa ndio hajaonekana sasa. Lakini hiyo Jumanne hiyo Jumatano mimi nikapata taarifa kama mwenyekiti wa boma kwamba ndugu yako au mtu wako unayemuongoza amepotea. Ndio nikaja Kijenge, ndio nikahangaika kama unavyosikia, kama unavyosema saa 10. Kwa mujibu ni kwamba kama paka gari ambalo amenifanya biashara, mimi saa 10 za usiku niliamka, nilimshirikisha ndugu yangu Jose saa 10 za usiku kwenda kufuata gari ambalo nimeambiwa kwamba limeonekana mahali. Nikasema hata kama aliliuza nitaenda kuliangalia, sababu mujibu wananiambia gari hilo ambalo limeuzwa halijauziwa Arusha, lakini kaambiwa gari hilo limeonekana Arusha. Nikataka na mimi kudhibitisha, kwa sababu mimi ni kiongozi. Kiongozi ni mtu ambaye anaweza kumsaidia mwananchi wake kwa namna anavyoweza. Anaweza sitoa hata atende za kumsaidia mwananchi wake. Kwa hiyo niliweza kutoka usiku huo na pikipiki, nilienda kule Usa kule Majachai kule juu kule mahakamani kule, na nimedhibitisha gari hilo na nao kwenye picha yangu ile gari. Lakini gari lile ilikuwa inasoma 226, lakini gari yake inasoma 217 kitu kama hiyo, lakini namba ni hiyo AJV, nafikiri inamalizia hivyo. Kwa hiyo ile funguo ya gari ile kwa haijulikani. Sasa kinachotupa pia mashaka, ndugu yangu ameuza gari siku za karibuni kwa maana ya kubadilisha gari lingine kwa taarifa tulizonazo, lakini akamwazima rafiki yake gari aina ya Noah, kama nilivyosema kwamba kuna ufunguo wa Noah tumekabidhiwa. Lakini taarifa zilizofika kwa marafiki kwamba kwenda polisi na nini, walikuja kwenye eneo la Noah. Walipokuja kwenye eneo la Noah, maana yake ilionekana kwamba ndani ya ile Noah ilipatikana kitambulisho na kila kitu na vielelezo vingine kama diary ya kazi. Swali langu, nini kilichompa asimrudishie mwenyewe Noah ya kwake ili aweze kwenda anakotaka? Kwa nini atelekeze gari la watu?
mashaka yangu mimi, kwa nini asimrudishie mwenyewe gari lake ili liwe salama? Kwa nini aliacha lile gari akaondoka? Aliliacha wapi? Aliliacha maeneo ya nyumbani kwake jirani, na ameacha baa pale, sio jirani, nyumbani kwake ni pana umbali kidogo, ni kama miguu kadhaa kidogo, kwa hiyo ni mbali. Kwa nini asiweze kukabidhi gari lake kwa mwenyeji ili aweze basi kwenda kwenye tukio ili basi ile ina funguo mbili? Anyway, ninapopata taarifa ni kwamba maaskari walivyokuja waliuliza mwenye noa, naye walitafutwa. Kwa hiyo mwenye noa ilionekana kama ana ufunguo, lakini kwa mujibu wa watu wanaonipa taarifa wanasema noa ile iliweza kuchongeshwa ufunguo